Jinsi ya kujijenga upya baada ya kuvunjika moyo. Mwanamke mzuri, kuvunjika moyo kunaumiza sana, mpaka kunaweza kufanya ufikiri labda hauwezi kurudi tena kuwa sawa. Leo nataka nikwambie habari tofauti. Unaweza kurudi kuwa sawa na ukaanza upya na ukawa imara zaidi ya ulivyokuwa jana, na ndio maana nimekuandalia hili somo ili uweze kujijenga upya baada ya kuvunjika moyo. Karibu sana. Naitwa Mombeki Crispin. Kama ndio kwanza umejiunga katika chaneli yangu hii, naomba usipite bila kusubscribe. Nataka usubscribe ili miongoni mwa wale watu ambao tunafuatiliana hapa, tunashauriana mambo ya mahusiano, tunashauriana mambo ya ndoa na kadhalika. Karibu sana uweze kufahamu hatua zitakazokusaidia wewe kuweza kujijenga upya baada ya kuvunjika moyo, na nakuhakikishia baada ya hii video hautakuwa kama wajana, hautaathiriwa na yalotokea jana, hautaishi kwa matokeo ya jana, hautakuwa na uoga uliotokea jana. Sawa sawa, tuendelee kwa pamoja. Hatua ya kwanza ya kukujenga upya baada ya kuvunjika moyo ni kuruhusu maumivu, usiyakimbie. Yaruhusu yatoke. Watu wengi wanashindwa kuelewa. Kulia sio udhaifu, ni namna ya unavyotoa hisia zako ama unavyojieleza namna unavyojisikia. Sasa usijilazimishe kuwa sawa ikiwa kiuhalisia you are not okay. Hii maana yake hautaanza kupambana na zile changamoto za uhalisia zilizokufanya ujisikie kuvunjika moyo, bali utaanza kupambana hata na wewe mwenyewe binafsi. Kwa sababu wewe wa halisi unasema you are not okay, lakini wewe wa nje unajilazimisha kuwa okay. So umeona kuna vita kwanza ya wewe na wewe kwamba you are not okay, I'm okay, you are not okay, I'm okay. Ukiachana na lile tatizo lenyewe. Sasa badala yake hebu ruhusu yale maumivu, wala usiyazuie na wala usiyakimbie. Wanasema shida ikimbiliwi bali inatatuliwa. Kwa ruhusu maumivu, ruhusu ukweli wa kuelewa kilichotokea kimetokea, na usijitafasiri katika kile kilichotokea. Hii ni moja ya njia bora sana itakuweza kukufanya wewe ama kukuponya. Jaji mambo katika uhalisia na katika uwazi. Kilichotokea kimekuumiza, it's okay, kimekuumiza sana. Umia, lia, na usione aibu utakuwa dhaifu. No, wewe ni binadamu, kila mtu na udhaifu wake. Wapo watu wanakucheka kwa sababu unalia hadharani, kwa sababu wao wanalilia chumbani. Kwa hiyo usifiche hisia zako. Ukijisikia kulia, lia. Unajisikia kupiga kelele, piga kelele. Unajisikia chochote utakachojisikia kifanye, ili mradi akitokuvunjia heshima yako tu, ili mradi akitakudhalilisha tu, kwa sababu chochote unachojisikia ukikiapply ama ukikiruhusu kitoke, maana yake ndio kinaondoka hivyo. Kwa hiyo uyamkini umepitia changamoto moja kubwa sana iliyokuvunja moyo, iliyokukatisha tamaa. Kubali hayo maumivu, yapokee hayo maumivu na ruhusu yafanye kitu katika mwili wako. That is the only way kuweza kukabiliana na maumivu. Sasa sio unajisikia vibaya, unajisikia maumivu, unajikaza, mimi nishamsahau yule, sina muda naye, yani mimi na maisha yangu tu. Hapana, komaa na situation yako kwamba it's okay, namkumbuka mshikaji, nilimpenda mshikaji. Kubali, nilimpenda mshikaji. Na wakati unajikubalisha hivyo, manake utakuwa umeepuka tatizo mojawapo la kujikataa ama kukataa ukweli ama kupretend. Utaanza kuishi uhalisia, na wakati unaishi uhalisia, manake utajua unaotakiwa kuyatatua ni yapi. Okay, ninamkumbuka sana. Somo lililopita nilikufundisha namna ya kuyashinda ama kuondoka katika mahusiano yanayokuumiza. Manake ukielewa kitu kinachokuumiza katika kichwa, kwa sababu umekiruhusu kitoke, utaelewa unataka kudili na kitu gani. Ila ukificha vitu visitoke, manake vitaendelea kukuumiza ndani bila kujua unatakiwa kudili na kitu gani. Kwa hiyo hatua ya kwanza itakokusaidia kujijenga upya baada ya kuvunjika moyo ni kuruhusu maumivu. Usiyazuie wala usiigize kwamba haupitii changamoto, usiigize kwamba haupitii maumivu. Pitia maumivu na yana muda wake, yatakuisha. Hatua ya pili ya kukusaidia wewe kujijenga upya baada ya kuvunjika moyo ni kuacha kujilaumu. Mahusiano yakikushinda haimaanishi kosa ni la kwako. Haimaanishi wewe ndio sababu ya mahusiano hayo kuvunjika. Na wala upendo uliotoa haukuwa udhaifu. Yaani usijisikie au kwa sababu nilimpenda sana, au kwa sababu nilimuonesha sana, au kwa sababu nilimpa sana, au kwa sababu nilimnyima, au kwa sababu nilikataa. No. Hauna kosa lolote. Mapenzi yanahusiana na watu wawili. Na inapofika hatua mmoja akadhani hastahili kuendelea kubakia, then
It's not your power, it's not your decision. Sio maamuzi yako ya kulazimisha yeye abaki. Ama wewe tu umeamua kuondoka. Uliamua kuondoka kwa sababu ulichagua kilicho bora kwako. Kwa haimaanishi kwa sababu umeondoka eti ndio ujilaumu kwa nini nilimwacha. No, ulimwacha kwa sababu ulijitaka mambo mazuri. Ulishindwa kuendelea na mahusiano kwa sababu hayakuwa mahusiano yenye afya kwako. Kwa maamuzi yote yalotokea baina yako wewe na mwenzako yakakupelekea muachane, always yanakuwa ya msingi sana na yalohusiana na nyinyi wote wawili. Inaweza ikawa wewe ndio umeamua kumwacha, usijilaumu kwa sababu yeye ndio sababu ya wewe kumwacha. Inaweza ikawa yeye kaamua kukuacha, usijilaumu kwa sababu pengine amekuepushia mambo mengine makubwa zaidi yangetokea kama mngeendelea kubaki kwa pamoja. Kwa hiyo inapofika hatua wawili mmekubaliana kuachana, usijilaumu kwa sababu haukuwa unahusiana na wewe binafsi, bali ulihusiana na mwenzako na mmeona imefika hatua mwezi kuendelea, then ni chaguo lenu wote. Na ndio chaguo bora pengine mliweza kulifanya katika maisha yenu. Kwa hiyo kubali, mlikuwa na muda mzuri pamoja, mlikuwa na muda mbaya pamoja, mlifurahi pamoja, mlilia pamoja, lakini imefika tamati, imefika mwisho. Pengine mbele yenu haikuwa bora zaidi, na ndio maana mmeliona hilo na mmeamua kufikia mwisho wa mahusiano yenu. Kwa usifikirie tu pale pale ulipo, fikiria pia na mbele zaidi. Sawa Kwa hiyo usijilaumu kwa kilichotokea. Pia hapa nataka uelewe, jisamee. Kilichotokea, jisamee. Kama kuna sehemu ulikosea, jisamee, jisafishe. Achana na kilichotokea, songa mbele. Na kama mwenzako ndo alikukosea, msamee. Yaani msamee kabisa kutoka moyoni, kwamba yote aliyoyafanya alikukosea wewe, lakini yeye ilikuwa ndo chaguo lake kuyafanya hayo. Pengine ulimfumania na mwanamke, pengine alikuwa kutendea vizuri, pengine alikuwa anakunyanyasa. Kweli kwako wewe uliumia, lakini yeye ilikuwa ni chaguo lake kuyafanya yote hayo. Kwa pia msamee. Yeye ni kama binadamu, ili upate amani ya kusonga mbele. Kubaki na kisasi ni eneo ambalo litakutafutia movie mpya ama part 2. Part 1 umeumizwa kwa kutendwa, part 2 unaitafuta kwa kisasi. Kisasi kisipotokea, mateso mengine unayapata tena wewe. Kwani akimtokea kibaya, kwani bado anaendelea kufurahi? Kwani utajitafutia uwanda mwingine wa pembeni wa kuendelea kujilaumu na kujiumiza zaidi. Kwa hiyo hatua ya pili ya kujijenga upya baada ya kuvunjika moyo ni kuacha kujilaumu. Hatua ya tatu ya kuweza kujijenga baada ya kuvunjika moyo, jirudishe kwa wewe mwenyewe. Mlipokuwa katika mahusiano, mlikuwa wawili. Kwa uliishi kwa kutegemeana na mwenzako. This time hayupo. Usijisahau ama usijitenge ama usijinyanyapae. Sasa jipokee. Jiruhusu kurudi kwako binafsi. Maana yangu ni nini hapa? Kwamba sasa anza kufanya vile vitu ambavyo vilikuwa vinakufurahisha katika maisha yako. Anza kuvirudia kuvifanya. Rudi kuwa wewe yule ambaye unafanyaga nini ili ufurahi, then starting doing that. Usijifunge katika namna ya kwamba umepoteza sehemu yako ya maisha kwa sababu umeachwa tu. No, bado umebaki wewe na maisha ni ya kwako, na maisha it's all about you my friends. So rudi kwako, jipokee. Alishindwa kukupenda, basi hebu jipende wewe. Alishindwa kukuthamini, hebu basi jithamini wewe. Alishindwa kukutunza, basi hebu jitunze wewe. Alishindwa kukujali, basi hebu jijali wewe. Susha nielewa. Kwa hiyo rudi kwako na ujipokee. Mimi nimeachwa, it's okay, lakini siko mwenyewe, niko na mimi. Always kuna mtaalamu mmoja anasemaga kila siku, ukijisikia uko mpweke, basi jua upo na kampani mbaya. Na kampani mbaya yenyewe ni nani? Ni wewe. Hakuna mtu aliyewahi kuwa mpweke. Ndio maana leo unaweza ukakaa peke yako lakini ukawa una mawazo, unafikiria. Maana yake you are not alone. Bado una vitu unaweza ukaviamuru vitokee katika fikra zako na vikakupa kampani. Kwa hiyo usijiache, maana yake jiwazie mazuri, fanya mambo mazuri, ambatana na marafiki wazuri, ambatana na ndugu wazuri, fanya vitu vyenye kuleta amani, fanya vitu vyenye kuleta upendo na kuletea mwangaza mpya katika maisha yako. Acha watu waondoke katika maisha yako. Acha watu wakuache katika maisha yako. Ila kosa kubwa utakalolifanya ni wewe kujiacha katika maisha yako. Na kujiacha kuna athari kubwa sana. Utakuwa ujijali, hauvai tena vizuri. Yaani kuna watu baada ya kuachwa tu hawavai vizuri, ngozi yao haijali, hawajali tena chakula, hawajali kulala kwa wakati, wanaanza kuwa na tabia za kiuni. Yaani wanaanza kuona kama ishatokea, acha na mimi nifanye mambo yangu, niko single na mapi. No,
Usifanye vitu katika namna ya kumkomoa. Usijitelekeze katika namna hiyo. Ulikuwa na mwanaume mmoja, baada ya kuacha unataka kutembea na wanaume 10. Kwa maana wanaume wote watumii sasa na still usijipoteze. Huo ndo wakati pekee ambao unakuhitaji wewe kuweka vitu pamoja na kusimama imara. Kwa hiyo ili kuweza kujijenga upya baada ya kuvunjika moyo ni kujirudisha kwako wewe mwenyewe. Ni kama ile mtu unarudi kwa wazazi wako ama unarudi nyumbani. Kwa hiyo nyumbani ndio kwako wewe. Jipokee, jitunze, jithamini, jisamee, anza maisha yako ama endelea na maisha yako. Ukijitenga, ukianza kujitengenezea chuki, maana yake utashindwa kujipokea. Yaani mimi kila siku naachika, yaani mimi nitakuwa na matatizo mimi, au siwalizishi mimi. Unaanza kujikataa, maana yake hutakuwa na furaha, hautakuwa na kampani nzuri. Always utaanza kujisikia hatia katika maisha yako. Lakini ukijipokea, ukijijali, ukijipenda, maana yake utafanya mambo mazuri sana katika maisha yako yanayokuendelea. Kwa hiyo hiyo ni hatua ya 3 ya kuweza kujijenga upya baada ya kuvunjika moyo. Hatua ya 4 ambayo itakusaidia kujijenga upya baada ya kuvunjika moyo, jifunze, usijifunge. Kila jambo linalotokea katika maisha lina fundisho ndani yake. Ni wewe tu kuamua kuchukua ile maumivu ama kuchukua lile somo. Ukidili sana na yale maumivu utasahau kujifunza kwa kilichotokea. Kwa hiyo unaweza ukajiuliza, nimejifunza nini kwa hiki kilichotokea? Kuna mambo yamesababisha hiki kitokee. Maana yake okay, ili jambo nikilifanya kesho litaniharibia tena mahusiano yanayokuja. Ili jambo nikilifanya kesho litaniharibia furaha yangu, litaniharibia amani yangu. Lazima ufikiri katika hicho ulichojifunza badala ya kufikiria tu nimekosea wapi. Sawa sawa? Kwa hiyo utaangalia hapa nimejifunza nini? Okay. Yale sio makosa. Yale ni mafundisho. Ulikuwa unajifunza vitu usivyovijua, ulikuwa una experience vitu vipya. Kwa usijione tu katika namna ya nimekosea. Umekosea, ulikuwa unajua. Kwa hiyo utajifunza kwa utaratibu hapo. Ukijiwekea umekosea, utakaa kujilaumu. Kwa nini nimekosea? Kwani hakuna mtu alikuwa perfect. Kwa hiyo kujifunza ni maana yake utaelewa namna mpya ya kufanya, vitu vipya vya kufanya, vitu vya kuacha, vitu namna gani unaweza kaendea mahusiano katika namna mpya, vitu gani vya kufanya. Na ndio maana nasema wakati toka katika mahusiano ya kwanza ndio wakati pekee mzuri wa kutumia muda wako kujitathmini. Usitoke katika mahusiano haya kesho ukataka kuingia katika mahusiano mapya. Ni kuhakikishia hayo mahusiano utatoka kuingia mapya hata kuwa mahusiano yenye upendo. Atakuwa ni mahusiano ya kukukiwa. Utahitaji hayo mahusiano kwa haraka ili ya kuponyeshe majeraha, ama ili ya kufanya ujione bora, ama ili ya kufanya ujisikie vizuri kwamba na mimi mwenyewe mzuri tu, akiondoka na mpata mwingine. No. Wakati unaokuhitaji wewe kuwa mwenyewe zaidi ni ule wakati unaotoka katika mahusiano. Ule ni wakati mzuri wa kukaa peke yako kwa muda fulani, miezi fulani, mwaka, kujitathmini na kuwa tayari kwa kumpokea mtu mpya. Usiingie katika mahusiano mapya kwa experience iliyopita, kwa mawazo iliyopita, ama kwa ajili ya kwenda kujiponya majeraha. No, ingia katika mahusiano mapya ukiwa umepona yale majeraha yaliyopita ili uanze na experience mpya. Usiende kumhukumu mwanaume wa mtu kwa makosa aliyofanya ex wako. No, usiende kumjaji mwanaume mwingine kwa makosa aliyofanya ex wako. Ndio ile nasemaga mnapenda kuita wanaume wote mbwa. Kumbe mbwa alikuwa ex wako. Huyu mwingine sio mbwa bwana. Sawa sawa. Kwa hiyo jambo la 4 ni jifunze, usijifunge. Usijifunge katika namna ya kilichotokea ndio kinaweza kikatokea kila siku. Hapana, kiweze kutokea kila siku kama utafanya tofauti. Kwa hiyo hatua ya 4 ni kujifunza kwa yale yaliyotokea. Jiulize, nimejifunza nini kwa hichi kilichotokea? Jiulize, unayatakiwa uyaende vipi mahusiano yatakayokuja? Jiulize, unahitaji uwe na mahusiano ya aina gani? Kwa hiyo hapo ulipojifunza utajifunza okay, kumbe mahusiano yakiwa katika namna hii yataleta matokeo haya. Kwa hiyo inatakiwa sasa hivi kwa hata utakapopata mahusiano mapya utaingia katika mahusiano hayo na experience. Na ndio maana hapa nasema umeachika mara 5, mara 10, why unarudia makosa yale yale tena? Why unaendeleza vipaumbele vile vile vya kuwachagua wanaume wa kuwa nao? Kwa nini? Kwa nini hujifunzi? Mimi nategemea ukiachwa na mwanaume wa kwanza, mwanaume wa pili atakuwa kapata mwanamke bora zaidi. Kwa sababu kampata mwanamke aliyejifunza baadhi ya vitu. Kwa hiyo hatakuwa na kazi ya kumuelimisha mwanamke. Ukiachika katika mahusiano ya pili, mwanaume wa tatu atakuwa kapata faida kubwa na wewe. Lakini nyinyi mnafanya kinyume. Ukiachika mahusiano ya kwanza, mwanaume wa pili kapata hasara. Ukiachika kwenye mahusiano ya pili, mwanaume wa tatu ndio kapata chokolaa kabisa. Ukiachika kwenye ya tatu, mwanaume wa 4 ndio kapata chizi kabisa. Haitaki kuwa hivyo.
Kila mahusiano unayotoka una upgrade, kwa sababu unapata muda wa kujitathmini na kuangalia mwenendo ulikuwaje na umejifunza mambo gani na unaenda kujiboresha. Sasa nielewe. Kwa hiyo ni hatua ya 4 ya kujijenga upya baada ya kuvunjika moyo. Hatua ya 5 ya kujijenga upya baada ya kuvunjika moyo ni usiufunge moyo wako. Usiogope kupenda tena. Upendo mmoja mbaya hauwakilishi upendo wa wengine wote. Mtu mmoja mbaya hawakilishi watu wengine wote. Unaweza ikawa umepitia experience mbaya kwa mtu fulani, haimaanishi utapitia hiyo kwa kila mtu. Kwa hiyo usifunge moyo wako. Amini watu wazuri bado hapo na utawapata, kwa sababu this time vipaumbele vyako vitakuwa vimebadilika, kwa sababu ushajifunza mengi kutoka katika mahusiano yaliyopita. This time utaelewa mwanaume gani anakufaa, kwa sababu utakuwa umejifunza mwanaume gani alikuwa hakufai. Kwa hiyo una nafasi ya kupata kilicho bora. Kwa hiyo amini wanaume wazuri wapo, ruhusu hiyo roho ikutawale. Na kwa sababu gani nasema uruhusu hiyo roho ikutawale? Kwa sababu ikikufunga katika namna ya kudhani wanaume wote wabaya, maana yake yale maumivu ya jana hayajapona kwako. Ikikufunga kudhani wewe utatendwa tu, utaachwa tu, maana yake yale maumivu ya jana ama ule uzoefu wa jana haujakufunza chochote katika maisha yako. Hakuna jambo linalotokea bila sababu. Sasa ulielewa yalitokea yale mabaya kwa sababu, na hizo sababu unaenda kuzirekebisha katika mahusiano yanayofuata, na kuhakikishia utakuwa na mahusiano bora, na kuhakikishia utakuwa na maisha bora. Lakini na kuhakikishia always utakuwa mtu wa kufanya mazuri kila siku, haijalishi watu watakufanyia mabaya gani. Wakati mwingine uzoefu wa mahusiano yaliyopita yanaweza yakakupotezea mwanaume bora wa kesho, kwa sababu wewe utatoka na uzoefu wa jana, kuona wanaume wapo katika namna hii, utataka kuleta ile tabia zako za ule mwanaume wa jana kumletea huyu wa leo. Kumbe wa leo hayupo kama wa jana. Mwisho wa siku wa leo anakuona wewe ni Mswahili, anakuona wewe ufai, anakuona wewe sio mwanamke wa kuwa naye, wewe sio type yake, anakuacha. Unajua wanaume ndio wale bwana, mwache aende. No. Lazima utathmini kuna sehemu ulikosea. Ulikuja kwa experience ya jana, ulikuja kwa matokeo ya jana ukadhani wanaume wote wapo kama ex wako. Hapana. Kila mwanaume muapproach kama mtu mpya, kama kiumbe kipya unatakiwa ukielewe upya. Na ndio hapa nikasema usiufunge moyo wako kwa yalotokea jana. Ufungue, kwa sababu kuna mengi ya kuexperience, kuna mengi ya kujifunza, kuna mengi ya kuyaishi. Hizo zilikuwa ni hatua 5 zitakazo kukusaidia wewe kujenga upya baada ya kuvunjika moyo.